tujifunze vema kwenye nafasi ambayo tumeipata, tuone jinsi ya kutumia maarifa yetu kuhakikisha kwamba tunazingatia taratibu na sheria kwa ubora na kwa umahiri zaidi katika kuwatumikia wananchi kwenye mkoa wa Dar es Salaam na kwenye halmashauri ya Ubungo kama eneo maalum. Nasisitiza kwamba kama hatutoa huduma bora, picha inayotoka nje ya ofisi zetu ni kwamba ofisi zetu hazina uadilifu, ofisi zetu zina rushwa. Hata kama hatutoi au kupokea rushwa, lakini tunatoa taswira ya kwamba ofisi zetu hazina uadilifu, ofisi zetu zina rushwa. Kwa hivyo utoaji huduma ulio bora kwa umma na kwa wananchi ndio pekee utakaotufanya sisi tuonekane ofisi zetu zinatoa huduma bila kuzingatia rushwa, upendeleo au aina yoyote ya uvunjifu wa maadili. Tuitumie nafasi hii ya mafunzo kama nafasi pekee muhimu kwa ajili ya kuongeza maarifa. Itakapofika mwisho wa mafunzo haya siku ya leo, tuondoke na kitu ambacho kitatusaidia baada ya kurudi kwenye ofisi zetu. Nimefurahi sana kusikia kwamba katika vipindi vya awali ambavyo tayari mmeshaanza kupata mafunzo, mmeanza kuona uzuri wa mafunzo haya. Na nimeuliza kabla sijaingia hapa, nikaambiwa mwisho wa mafunzo hakutakuwa na testi. Kwa hiyo nataka kuhakikishia kama mwendelee kuyafuatilia mafunzo kwa umahiri, lakini kupata namna bora mnavyoweza kwenda kuyatumia. Naitwa Fabian Pokela. Mimi ni afisa wa serikali, ni katibu msaidizi ndio kutoka ofisi ya Rais. Taifa letu liko katika utekelezaji wa mkakati wa taifa dhidi ya rushwa awamu ya 4 unaitwa NACSA 4. Huu ni mkakati mahususi wa taifa kwa ajili ya kupambana na rushwa na kukuza uadilifu katika utendaji serikalini, lakini kukuza uadilifu kwa watu wote nchini. Mkakati huu ni mkakati unaotekelezwa kwa kipindi cha miaka 7 kuanzia 2023 na utaendelea kutekelezwa mpaka 2030. Na kwa kuwa mkakati huu unatekelezwa na taasisi zote za umma nchini na pia taasisi ambazo sio za umma, na kwa kuwa ni mkakati ambao unaendelea kutekelezwa, utekelezwaji wake unahitaji mafunzo maalum. Naitwa Nice Bahai, ni kaimu mkuu wa kitengo cha mazingira na maliasili manispaa ya Ubungo. Mimi leo ni mshiriki wa mafunzo haya ya mkakati wa 4 wa kitaifa dhidi ya rushwa. Labda pengine tuambie mafunzo haya kwa namna gani yanakwenda kuwajenga ninyi ili muweze kusimamia swala hili katika kuhakikisha kwamba mnaendelea kudhibiti vitendo vya rushwa. Mafunzo haya ni muhimu sana kwetu kwa sababu kwanza yamekwenda kutukumbusha wajibu wetu kama viongozi, namna gani ya kusimamia mustakabali mzima wa majukumu yetu na mustakabali mzima wa malengo ambayo tumejiwekea katika kutoa haki stahiki na yale ambayo yanatakiwa kutoleka katika jamii bila kuathiri haki zao. Lakini pia yanatukumbusha kusimamia rasilimali zetu, kuhakikisha kwamba zinatumika kama ambavyo imekusudiwa kutumika na kuifikia jamii kwa malengo yale ambayo yamekusudiwa kuifikia jamii. Lakini pia imetukumbusha sisi kama watumishi wa umma kufuata maadili ambayo tumewekewa na tumeyasaini katika mikataba yetu katika kuhakikisha kwamba jamii inapata haki yake bila kuona kwamba inaonewa au inatakiwa kufanya kitu fulani ili kuweza kupata haki zake.